الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد فؤاد بن عبد الباقي رحمه الله تعالى: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. Tupo katika mlango wa 27, babu bayani hali imani man raghiba an abihi. Huu ni mlango wa kuweka wazi hali ya imani ya yule ambaye atajipendekesha an abihi, kujiepusha na asiyekuwa baba yake, wa huwa ya'lam, hali ya kuwa anajua. Yeye anajua baba yake ni nani, lakini akawa anajinasibisha kwa mwingine asiyekuwa baba yake, ima kwa kumuona baba yake ni dhaifu au kwa kumuona yuko katika hali ambayo yuko nayo, akaamua ajinasibishe kwa mtu mwingine, hali ya kuwa anajua kabisa baba yake huwa ni nani. Hadithi nambari 40, hadithu Abi Dharr. Hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwamba Abu Dharr alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara, hapana kwa mtu yoyote ambaye atadai kwa asiyekuwa baba yake isipokuwa atakufuru. Wa huwa ya'lam, hali ya kuwa ya'lamuhu, anamjua huyo au analijua hilo la kwamba baba yake ni nani, illa kafara, isipokuwa atakufuru. Wa man idda'a qauman, na ambaye atadai jamaa kudai kwamba yeye ni katika kikundi fulani hivi, laisa lahu fihim nasabun, hapana laisa lahu, hapana kwake fihim, kwao hao jamaa hao, nasabu yoyote, ambaye anajinasibisha, mimi bwana, mbona familia fulani bwana, faliyatabawa maq'adahu minan nar, na ajichagulie makazi yake katika moto. Kwa kujinasibisha kwa asiyekuwa mtu baba yake, kwa asiyekuwa familia au kwa fulani, akajitia humo hali ya kuwa anajua kabisa, na ajichagulie makazi yake katika moto. Na anaposema kufuru, kwa maana ni kabira, hii ni katika madhambi makubwa kwa pamoja, anakusudia kwamba hii ni katika madhambi makubwa sana. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 61 kitabu al-Manaqib, mlango wa 5, babu hadathana Abu Ma'mari. Hivi ndio ambavyo ameweka Imam Bukhari katika mlango wake katika sahihi yake. Hadithi nambari 41, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala: la targhabu an abaikum, msijipendekeshe kuacha mababa zenu. Faman raghiba an abihi, ambaye atajipendekesha kumwacha baba yake, fahuwa kufrun, hiyo ni kufuru. Kwa pamoja hadithi vile vile akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam al-Bukhari katika kitabu al-Faraid, chuo cha kuelezea mlango wa mirathi, mlango wa 29, babu man idda'a ila ghairi abihi, mlango yule ambaye atadai kwa si kwa baba yake. Hadithi nambari 20, hadithi nambari 42, hadithu Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abi Bakra. Hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas na Abi Bakra, mabwana wawili. Qala Sa'd, alisema Sa'd, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu, akisema: man idda'a ila ghairi abihi, atakayedai kwa si kwa baba yake, wa huwa ya'lam annahu ghayru abihi, hali yeye anajua kwamba huyo si baba yake, yeye anajinasibisha naye tu kwamba ni baba, si baba yake, fal jannatu alayhi haram, pepo kwake yeye ni haram. Fadhukira li Abi Bakra, hadithi hiyo ipo kwa wawili tulivyosoma, kwa ni Sa'd ibn Abi Waqqas na Abi Bakra. Sasa hadithi kwa maana alikuwa anasimulia ni nani? Sa'd ibn Abi Waqqas, kwamba alisema huyo Sa'd anasema fadhukira li Abi Bakra, palitajwa kwa Abi Bakra, kwamba Abu Bakra, hii hadithi yani alisomewa Abu Bakra. Faqala, akasema Abu Bakra, wa ana sami'atuhu udhunaya, na mimi yameisikia hadithi hiyo masikio yangu. Kwa maana hadithi alisimulia ni Sa'd hapo ibn Abi Waqqas, kisha alivyosimulia hapo ndo akaunganisha kwamba mimi nimeisikia sawa, lakini pia kuna mwenzake huyo akamtaja. Sasa hadithi hii kaja ikasimuliwa baada ya kuwa imeenea, ikasimuliwa kwa Abu Bakra huko kupitia njia zinginezo. Basi Abu Bakar akasemaje? Akasema mimi pia yamesikia hiyo hadithi masikio yangu, wa wa'ahu qalbi, na umehifadhi maneno moyo wangu, min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari, ameitoa vile vile Imam Bukhari katika chuo cha 85 kitabu al-Faraid, babu man daa ila ghairi abi. Naam, tunaingia mlango wa 28, mlango wa 28, babu bayani qauli nabii sallallahu alayhi wasallam, mlango wa kuweka wazi kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur, kutukanana Muislamu ni ufasik, kutukana na Muislamu ni ufasik, maasi yani uovu, wa qitaluhu, na kupigana Muislamu na Muislamu mwenzie, kufuru, hiyo ni kufuru. Hadithi nambari 43, hadithu Abdullah ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufuru, kutukana na Waislamu, kutukana na Muislamu ni ufasik, na kupigana na Muislamu ni kufuru. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-iman, babu khawfi al-mu'mini, mlango wa kuogopea mu'mini, min an yahbata amaluhu, kutokana na kuporomoka matendo yake, wa huwa la yash'uru, hali ya kwa yeye hatambui. Kwa maana hii hadithi haimtii katika ukafiri, inamtia nini? Katika ufasiki. Muislamu muumini ambaye atakuwa anapigana na kwa ametenda mambo katika mambo ya kijahili, hawi kwamba katukanana na Muislamu kasharitadi, hapana. Unaona, inakuwa kama hiyo ya mwanzo hapo, ambaye anajinasibisha kwa baba yake ni maasi, yani katika madhambi makubwa, ndio kinachokusudiwa, ambaye ni kabira. Haya, hadithi tunaingia katika mlango wa 29, mlango wa 29, babu la tarji'u ba'di kufara, msirudi baada yangu mimi kuwa ni makafiri. Baada yangu mimi kwa maana baada ya kuwa sipo nishafariki, msije mkarudi mkawa ni makafiri. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, inapiga baadhi yenu shingo ya baadhi nyingine, msirudi mkao huko kupigana tena, mtakuwa mmeingia katika mambo ya kijahilia tena, ambayo ujahilia mmeshauacha, mpo katika Uislamu sasa. Hadithi nambari 44, hadithu Jarir anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'i, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Jariri katika hajjatul wada'i, katika hija ya mtume ya kuaga, alimwambia Jariri afanyeje? Akamwambia Jariri, istanswitin nasa, wanyamazishe watu waleta tahlili, waleta sinini, zote takbira zao na nini, wanyamazishe watu kwanza. Aliponyamazisha, faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: la tarji'u ba'di kufara, msirudi baada yangu mkawa makafiri. Yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, inapiga baadhi yao shingo ya baadhi nyingine, msije mkarudi mkawa huko
kama mkawa mnaibi katika ujahiliya wenye kupigana na kuuana na kadhalika. Hayo aliyasema mtume katika hijjatul wadaa. Akhrajahu al-Bukhari, ametoa hadithi ya Imam al-Bukhari katika chuo cha 3 kitabu al-ilmi mlango wa 43 babu al-inswati lil ulama, mlango wa kunyamazisha watu kwa ajili ya wanachuoni, ili wanachuoni watoe fatwa isikike, watu wanyamazishwe, basi wanyamazishwe. Hadith nambari 45, hadith ibn Umar radiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam qala wailakum au waihakum la tarji'u ba'di kufara. Alisema wailakum, ole wenu, au waihakum, na waoneni huruma, au matamko yote mawili wengine wanatafsiri maana moja tu, waihakum na wailakum. In wailakum, ole wenu nyinyi, waihakum au na waoneni huruma nyinyi, mbaki tutawapata na waoneni huruma. La tarji'u ba'di kufara, msije mkarudi baada yangu mimi mkawa makafiri. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, inapiga baadhi yenu shingo za baadhi nyingine. Kwa hiyo ilikuwa ni matahadharisho watu wasijaka rudi katika amalul jahiliya na wakatadi. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ya mitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 78 kitabu al-adab mlango wa 95 babu ma jaa fi qawli ar-rajuli wailaka, mlango wa yale ambayo yamekuja katika kauli ya mtu kusema wailaka, ole wako wewe. Unaona kwa hiyo kitu mwambie mtu ambaye unamuonya ole wako, si katika mambo mabaya, iko vizuri tu, haina shida. Naam, mlango wa 32, mlango wa 32 kwa sababu tukitazama tulikuwa 29, kwa maana 30 na 31 hiyo ni milango katika milango ambayo hawakupatana Imam Bukhari na Muslim. Sasa mlango wa 32 babu bayani kufri man qala mutirna bin nawi, ni mlango wa kuweka wazi ukafiri wa yule ambaye atasema mutirna bin nawi, tumenyoshelezwa kwa nyota. Nawi nyota Hadithi nambari 46, hadithu Zaid ibn Khalid al-Juhani qala, amesema Zaid ibn Khalid al-Juhani amesema salla lana Rasulullah, alitusalisha sisi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah, huko Hudaybiyah, ala ithri sama'in, baada ya mvua, yani baada ya kupita mvua, kanat min al-laila, iliyokuwa ikanyesha katika wakati wa usiku. Siku huko Hudaybiyah ilinyesha mvua, kisha baada hapo ukapambazuka asubuhi, mtume akawaswalisha salatu subhi. Falamma ansarafa, wakati alipomaliza swala, aqbala ala an-nas, aliwaelekea watu, faqala, akasema hal tadruna madha qala rabbukum, je, mnajua nini amesema Mola wenu? Mnajua Mola wenu amesema? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam, wakasema masahaba Allah na mtume wake ndio wanajua kwamba Allah amesema nini kuhusiana na mvua iliyonyesha usiku. Qala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, wamepambaukiwa katika waja wangu na mwenye kuniamini mimi na kuna mwenye kunikanusha. Fa amma man qala, ama yule ambaye atasema mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, tumenyoshelezwa kwa fadhila za Allah na rehema yake, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkabi, huyo ni mwenye kuniamini mimi na ni mwenye kuzikanusha nyota. Fa amma man qala, ama yule ambaye atasema mutirna bi nawi kadha wa kadha, tumenyoshelezwa kwa nyota kadha na kadha, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab, yeye atakuwa ni mwenye kunikufuru mimi na ni mwenye kuamini nyota. Sasa hadithi hii inatueleza habari za imani vile vile, kwamba mtu kusema tumenyeshelezwa kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake, hiyo ndio bora zaidi. Lakini mtu akasema tumenyeshelezwa kwa nyota kadhaa, tumenyeshelezwa kwa nyota kadhaa, au kama tunavyosema mvua imenyesha, si mvua bwana za vuli hizi, basi mvua bwana hizi za nini za na kadhalika, kama tunavyokuwa tumezoea. Sasa ukasema bwana tumenyeshelezwa kwa mvua labda za vuli, usiamini kwamba mfumo tu ukifika lazima mvua inyeshe, ukaamini hivyo ndio utakuwa umeingia katika kumkanusha Allah. Lakini ukasema tumenyeshelezwa kwa mvua labda za vuli, lakini ukawa katika moyo wako kuna imani ya wazi wazi kwamba haziwezi zikanyesha isipokuwa kama Mwenyezi Mungu aziruhusu zinyeshe, hapo bado utakuwa hujafanyaje, hujamkanusha Mwenyezi Mungu. Kwa pamoja Sasa kilichokatazwa hapa ni kuamini kwamba mvua lazima zitanyesha tu bwana, si ndio msimu wake huu. Unaona? Yaani unaamini kwamba msimu wake tu ndio unaoleta, sio kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta. Kama watu, kuna baadhi ya watu wana imani ndogo, unajua lazima litoke tu, lazima litatoka bwana. Yaani hana imani kwamba Allah aliendesha mwezi ndio anauendesha, yeye anaamini lazima litatoka tu na mvua lazima itakuja tu. Sasa anayeamini hivyo ndio anakuwa yuko katika shaka katika imani yake, hiyo ndio imani iliyokataliwa, kwamba anakuwa amemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ipo katika namna kama hivyo. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 10 kitabu al-adhan, chuo cha kuelezea adhana, mlango wa 150 na 156, babu yastaqbilu al-imamu an-nasa idha sallama, mlango wa kuwaelekea kiongozi, kuelekea yule imam, kuelekea watu wakati anapotoa salamu. Kutoa salamu anawaelekea watu. Mlango wa 33, babu dalili ala anna hubba al-ansari min al-iman, huu ni mlango kuelezea kwa dalili juu ya kwamba kuwapenda answari, kuwapenda wale answari ahlul Madina, watu wa Madina pale, min al-iman, jambo hilo ni katika iman. Hadithi nambari 47, hadithu Anas ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala ayatul imani hubbul ansari, alama ya imani ni kuwapenda answari, alama ya imani ni kuwapenda answari. Kisha akasema wa ayatun nifaqi bughdul answari, na alama za unafiki na alama za unafiki ni kuwachukia answari. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-iman, mlango wa 10 babu alamati al-imani hubbil answari. Hadithi nambari 47, subhanallah 48, hadithu al-Bara'i, hadithi ya al-Bara qala, amesema Bara qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-answaru la yuhibbuhum illa mu'minun, answari hawapendi isipokuwa mu'min, wala yubghiduhum illa munafiqun, wala hawachukii hawabughudhi isipokuwa munafiq. Faman ahabbahum ahabbahu Allah, ambaye atapenda answari Mwenyezi Mungu atampenda. Waman abghadahum abghadahu Allah, na ambaye atabughudhi answari abghadahu Allah, Mwenyezi Mungu atambughudhi. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi pia ameitoa Imam Bukhari katika chuo cha 63 kitabu manaqib al-answar, chuo cha kuelezea sifa za answari, mlango wa 4 babu hubbil answari, mlango wa kuwapenda answar. Kwa kuwapenda answari ni katika imani,
Lakini answari sio hawa sasa wanaojiita answari, mtu akaona la hadithi si hapa bwana, answari ndio hawa nikawapenda, takiwa niwapende bwana ndio nakuwa muumini. La, sio hao Answari ni wale watu ambao walimnusuru mtume kipindi mtume anafanywa maudhi Maka, akahamia kwao, wale watu wa zama zake. Wale ndio answari. Ama hawa sasa hawa watakajiita answari ni jina kama wanavyojiita wengine salafi ni jina, lakini sio wale wanaotakiwa kupendwa kwamba ukiwapenda ndio imani. Hapana, sio hao. Kwa hiyo pia iwe wazi, mtu asije akatumia hadithi hii juu akaona la basi lazima tupende hizi taasisi za Answari Muslims with Islamic Foundation, lazima wale wanaofuata taasisi hizo ndio wanajiita answari sunna, basi lazima tuwapende bwana, kwa sababu kuwapenda ndio imani. Afu kwa hadithi hizi hapo ziko ndani ya sahihi mbili. Hapana, sio hivyo. Kwa inshallah hebu tusimame hapa kwanza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaqulu Sheikh Muhammad bin Fuad bin Abd al-Baqi rahimahullah, babu bayani nuqsani al-imani binaqsi at-ta'ati. Huu ni mlango wa kuweka wazi kupungua imani kwa kupungua taa. Kila mtu taa zake zile ibada anazotenda zikiwa zinapungua, basi na imani yake pia inapungua. Huu ndio mlango unaoeleza jambo hilo. Hadithi nambari 49 katika huu mlango wa 34, hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi adha au fitri, alitoka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam katika Eid al-Adha au katika Eid al-Fitri, pamoja katika Eid ila musalla, kwenda katika musalla, mahali pa kuswalia au kumawanja kwenda kuswali. Famarra ala nisa, akawapitia wanawake. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, ya mashara nisa, enyi kundi la wanawake, enyi kongamano la wanawake nyinyi, tasaddaqna, toeni sadaka. Fa inni uridu kunna, hakika mimi nimeonyeshwa kwenu, akthara ahli nari, ndio wengi wa watu wa motoni. Faqulna, wakauliza, wa bima ya Rasulullah, ni kwa nini ya mtume wa Allah? Qala, mtume akajibu kusema, takfurna tukthirna laana, mnakithirisha laana, ulaani kwa wingi sana. Wa takfuruna al-ashira, na mnakufuru matangamano, mnakufuru tangamano, ni vile kuishi maisha wanaoishi labda mke na mume, wao wanakuaga wanayakufuru sana. Unaweza ukamtendea wema wewe, lakini baadaye akaja yote akayakanusha kwamba hujamtendea wema wote, ukimtendea kosa moja tu akayapromosha yote ambayo ulimtendea mazuri. Mara aitu min naqiswati aqli, sikupatapo kuona, sijaona mimi min naqiswati aqli, katika waliokuwa wapungufu wa akili wa dini, pamoja na dini na wapungufu wa dini, adhhaba lilubbi rajuli, yule ambaye ameondoshewa lilubbi rajuli, akili kubwa ya mwanaume, alhazimi, yule mwanaume mwenye busara, yule mwenye busara na madhubuti yule, min ihdakunna, kuliko mmoja wenu, kwamba nyinyi kila mmoja kati yenu nyinyi ameondolewa ile akili kubwa ya kuwaza mbali na kufikiri mbali. Na ndio wengi wako hivyo wanawake, ala kuli hali kivyovyote, yeye huwa mara nyingi anafikiria jambo la hapa mbele, tu afikirie la mbali. Wewe mume ndio unatakiwa ufikirie ya baadaye itakuwaje. Kinyie kawaida hapo ushapata pesa, aweza kawaza tu sasa hapa nipate manguo, nibadilishe maviatu tu, imeisha. Nikale vizuri tu, hapo imeisha. Ni mambo ya kimaendeleo sana sana, lazima uyaratibu mume na kadhalika, mambo mengine ya kuwaza mbali kwamba tukitumia tubakishe na akiba ya baadaye ile zitakatokea lolote. Kwa ni hivyo. Qulna, wakasema, wama nuqsanu dinina, nani upi upungufu wa dini yetu, wa aqlina, na upungufu wa akili yetu, ya Rasulullah, mtume wa Allah. Qala, mtume akasema, alaysa shahadatul mar'ati, hivi haukuwa ushahidi wa mwanamke mithla nisfi shahadati rajuli, ni mfano wa nusu ya ushahidi wa mwanaume, kwamba wanawake wawili wasimame nafasi ya mwanaume. Haikuwa ndio hivyo hukumu inasema? Hukumu ndio imesema hivyo, hukumu ya Mungu. Kama ndio imesema hivyo hukumu ya Mungu, basi nyinyi wawili ndio sawa sawa na mume mmoja. Tayari kwenye akili kuna upungufu hapo. Qulna, wakauliza tena, qulna, wakasema kama mtume aliwauliza, je, haikuwa hali kama hivyo, kwa ushahidi wa mwanamke mmoja ni mfano wa nusu ya ushahidi wa mwanaume mmoja? Qulna, wakasema, bala, kwa nini bwana, ndio hivyo. Qala, mtume akasema, fadhalika min nuqsani aqliha, hilo ndio katika upungufu wa akili yake mwanamke. Alaysa idha hadat, hivi hakuwa akiingia katika hedhi mwanamke, lam tusalli wala mtasum, haswali wala hafungi. Qulna, wakasema, bala, kwa nini bwana, ndio hivyo, hafungi wala haswali. Qala, mtume akasema, fadhalika min nuqsani diniha, hilo ni katika upungufu wa dini yake, kwamba kuna muda ambao hafanyi ibada. Lakini hao wengine wa kiume hao ni mukallafu, muda wote, siku zote lazima atende ibada. Kwa hiyo ndio upungufu. Kwa hiyo tunapata faida kwamba kila utakapokuwa huyu wa kawaida, naye mwanaume wa kawaida huyu ambaye si mwanamke, akawa naye amepunguza katika ibada zake, amelegalega na kadhalika, imani yake nayo inafanyaje? Inashuka. Kila atakapokuwa anazidi kukaza msuli, kukaza kuendelea katika kutenda ibada, basi vile vile imani yake nayo inapanda. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-hayd, ameitoa hadithi Imam al-Bukhari katika chuo cha kueleza hedhi, babu tarki al-haidhi as-sawma, mlango wa kuacha aliyeko katika hedhi mwanamke huyu as-sawma, kuacha saum. Haya, kwa hadithi hii mlango umemalizika. Mlango nambari 36, mlango wa 35 hakuna Mlango nambari 36, babu bayani kauni al-imani billahi ta'ala afdalul a'mali. Huu ni mlango wa kuweka wazi
kuwa imani, kumwamini Mwenyezi Mungu, kumwamini Allah mtukufu ni bora ya matendo. Katika matendo bora kabisa ni imani, kumwamini Allah. Haya, hadithi nambari 50, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila, kama mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayul amali afdalu, ni matendo gani bora? Faqala, akasema imanu billahi wa rasulihi, ni kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Qila, pakaulizwa tena, thumma madha, kisha ipi? Kisha matendo gani? Qala, akasema aljihadu fi sabilillah, ni jihadi katika dini ya Allah. Qila thumma madha, akaulizwa kisha matendo gani? Qala hajjun mabrur, akasema ni hija yenye kukubaliwa. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa hadithi Imam Bukhari katika chuo cha pili, kitabul iman, babu man qala innal imana huwa al-amal, mlango yule ambaye atasema iman ni matendo. Pamoja iman ni matendo, sio imani ya kusema mimi bwana naamini tu mdomoni, lazima na matendo. Lazima na matendo yafanyeje? Yafanyike. Dalili yake kwamba jihadi fi sabilillah, hija zote zimeingia katika imani, hali ya kuwa ni matendo yanayotendeka. Haya, hadithi nambari 51, hadithu Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayul amali afdalu, nilimuuliza ni matendo gani ambayo ndiyo bora. Qala, akasema mtume imanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu, wa jihadun fi sabilihi, na kupigania jihadi dini yake. Qultu, nikasema fa ayyur riqabi afdalu, ni shingo gani iliyokuwa bora, ni mtumwa gani ndio bora kumwacha huru? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam aghlaha thamana, aghlaha ni yule wa ghali, thamanan kwa thamani, wa anfasuha inda ahliha, na yule aliyemzuri wao mbele ya watu wake. Yule mtumwa ambaye watu wake bado wanamtaka, unamnunua kwa pesa ghali, unamwacha huru. Qultu fa illam af'al, akasema fa illam af'al, nisipofanya hilo ndaka lakini nipate jambo bora. Qala, akasema tu'inu, tume akasema sallallahu alaihi wasallam tu'inu swani'an, utamsaidia mwenye kutenda hilo. Kama kuna mtu atakatende, mnaweza mkakusanyika wawili tu mkamnunua mtumwa mkamwacha huru vile vile. Au tasna'u, au utatenda li akhraqa, au utamtengenezea asiyeweza. Au tasna'u li akhraqa, au utamtengenezea asiyeweza, yule ambaye hawezi jambo lake kulitengeneza, mtengenezee tu lipate kwenda jambo lake, hapo pia umetenda jambo bora. Qala fa illam af'al, akasema Abu Dharr, ye nisipofanya? Fa illam af'al, nisipofanya? Qala, mtume akasema tad'un nasa minasharri, utawaacha watu kutokana na shari. Fa innaha sadaqa, hakika hiyo ni sadaqa. Tasaddaqa biha ala nafsika, tasaddaqa biha ala nafsika, umetoa sadaqa kwa jambo hilo juu ya nafsi yako, umeitolea sadaqa nafsi yako. Ufanyaje? Kuacha watu kutokana na shari, kwamba ukijizuia kuwatendea shari watu. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ameitoa vile vile al-Imam al-Bukhari katika chuo cha 49, kitabu al-Itqi, chuo cha kuacha huru watumwa, babu ayi riqabi afdalu, mlango wa kuelezea ni mtumwa gani, yani shingo gani ilikuwa bora kuacha huru. Hai, hadithi nambari 52, hadithu Abdullah ibn Mas'ud qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ni matendo gani yanayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam salatu ala waqtiha, ni swala juu ya wakati wake. Qala, akasema bwana Abdullah ibn Mas'ud, thumma ayu, kisha matendo gani? Qala, mtume akasema thumma birrul walidain, kisha kuwatendea wema wazazi wawili. Qala, akasema tena huyu sahaba Abdullah ibn Mas'ud, thumma ayu, kisha matendo gani? Qala, akasema aljihadu fi sabilillah. Qala hadathani bihinna, akasema Abdullah ibn Mas'ud, mtume sallallahu alayhi wasallam amenisimulia hayo. Walau istazatuhu lazadani, lau ningemtaka anizidishie angenizidishia, ningemtaka anizidishie. Kisha ipi? Kisha lipi? Tungeendelea tuone angekuwa ananitajia tukawa na ubora. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 9, kitabu mawaqiti swala, chuo cha nyakati za swala, babu fadli as-salati liwaqtiha, mlango kuelezea ubora swala katika wakati wake. Ndio fiqh ya Imam al-Bukhari. Lakini katika kuzungumzia matendo gani ni bora, yani amali gani ni bora inayopendeza zaidi mbele ya Allah, ili jambo hili mtume sallallahu alaihi wasallam amelijibu katika hadithi tofauti tofauti, kwa kutanguliza jambo tofauti tofauti. Na hilo linatokana na nini? Linatokana na hali ya yule ambaye ameenda kuuliza. Kuna mwingine ambaye amejibiwa kwa kutanguliziwa birrul walidain kwamba ndio jambo kubwa sana kwake. Kwa hiyo alitazama mtume
hali yake huenda ikawa kuna mitafaruku kati ya yeye na wazazi wake na nini, basi anakuwa anatanguliza lile ambalo anamuona mtu huyo kwake amelegea nalo. Ama katika toa vile vile akimuona huyu bwana au yeye katika toa fulani jihad fi sabilillah ndio anakuwa anakwenda, lakini hana nashati nayo, basi anamtangulizia hilo hilo katika nini, jawabu yake. Ndio maana yamekuja majawabu mbalimbali katika kwamba jambo gani ndio bora kuliko lingine katika amali. Naam, hadithi mlango unaoingia mlango wa 37, babu kauni shirki aqbahu dhunubi, mlango wa kuwa shirki kwamba ndio dhambi mbaya zaidi, aqbahu dhunubi, dhambi mbaya zaidi, wa bayani a'dhamiha ba'dahu, na mlango wa kuweka wazi a'dhamiha, dhambi iliyo kubwa zaidi, baadahu, baada ya hiyo shirki. Baada ya shirki dhambi gani ndio kubwa zaidi inofuatia? Huo ndio mlango unatuwekea wazi kwamba ya kwanza ni shirki, kisha inafuatia nini. Hadithi ya 53, hadithu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu dhambi a'zamu 'inda Allah, dhambi gani ndio kubwa mbele ya Allah? Qala, akasema an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ni kujalia kwa Mwenyezi Mungu mshirika hali ya kuwa Allah ndio amekuumba. Allah ndio amekuumba ukafanya kwamba anamshirika. Qultu, nikasema mimi sasa, Abdullah bin Mas'ud anasema nikasema hivi, inna dhalika alazim, hakika hilo ni kubwa. Allah ametuumba kisha unamfanya anamshirika, hii ni kubwa sana hii. Qultu, nikasema Abdullah bin Mas'ud nikasema hivi mbele ya mtume, nikauliza tena, thumma ayu, kisha ni ipi dhambi inayofuatia kwa ukubwa? Qala, akasema an taqtula waladaka, ni kumuua mtoto wako, takhafu, unaogopea, an yat'ama maka, kula pamoja na wewe. Hiyo ndio dhambi ya pili sasa baada ya shirki. Sasa hii dhambi ya kuua mtoto wako kwa kuogopea kula pamoja nawe inachukua nafasi mbili. Ukitazama inachukua nafasi kama mbili. Kwanza nafasi ya kuua, kisha nafasi ya pili ni imani, kwamba wewe huna imani kwamba Mwenyezi Mungu riziki yake ya yule mtoto ataipitisha katika mikono yako. Kwa lazima hii imechukua uzito hivyo. Thumma qultu, nikasema thumma ayu, kisha ipi? Qala, akasema mtume antuzani ya halila tajarika. Ya tatu kwa ukubwa, dhambi ya tatu kwa ukubwa ni kuzini na mke wa jirani yako. Kwamba zina kama zina ni dhambi kubwa, lakini kwa kuzini na mke wa jirani hapo ndio imekuwa imechukua ukubwa zaidi. Tukana jirani, mtume alikuwa amehusiwa kumtendea wema sana jirani mpaka akadhani kwamba anamrithi. Kama ni mtu wako wa karibu sana, kisha kuja kumfanyia jambo baya sana kwa mtu wake ambaye ndio heshima yake. Kwa hii ni dhambi kubwa sana. Kwa daraja ambazo wamezitaja katika hadithi hii ni hizo. Hadithi hii vile vile akhrajahu al-Bukhari, ameitoa vile vile al-Imam al-Bukhari katika chuo cha 65 kitabu tafsiri surati al-Baqara, chuo cha tafsiri ambayo ni tafsiri ya surati al-Baqara, mlango wa 3, qauluhu ta'ala, babu qaulihi ta'ala, mlango wa neno lake Allah aliyekuwa ametukuka anaposema fala taj'alu lillahi andada, msijalie kwa Mwenyezi Mungu andada, washirika, msifanye kwamba Mwenyezi Mungu ana washirika. Basi katika mlango huo kipande hicho cha aya ndio amekifasiri kwa nini kwa hadithi hiyo. Kwa inshallah hebu inayo tuikate tuishie hapo kwanza, kisha tutaendelea biidhnillah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yaqulu shaykhuna Muhammad Fuad bin Abd al-Baqi rahimahullah, babu bayani al-kaba'iri wa akbariha. Huu ni mlango wa kuweka wazi al-kaba'iri, madhambi makubwa, wa akbariha, na kubwa lao, kubwa ya madhambi hayo makubwa. Kwanza tujue hayo madhambi makubwa, kisha tujue kubwa zaidi. Hadithi ya 54, hadithu Abi Bakra qala, hadithi ya Abu Bakra amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri, hivi nisiwafahamisheni kubwa ya madhambi makubwa? Thalatha, aliuliza hilo swali mtume mara 3. Qalu, wakasema maswahaba, bala ya rasulullah, kwa nini usitufundishe ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, al-ishraku billah, dhambi kubwa ni kumshirikisha Allah, wa huququl walidain, na kuwaudhi wazazi wawili. Waudhi wazazi wawili katika dhambi kubwa. Wajala sana. Mtume akakaa sawa, wakana muttakia, na alikuwa mtume ni mwenye kuegemea. Katika kukaa kwake alikuwa ameegemea, basi sasa hapo akakaa akaacha kuegemea kwa maana. Faqala, akasema baada ya kuwa amekaa sasa amelingana sawa pasi na kuegemea, ala wa qawlu zur, yuen na mzinduke, wa qawlu zur, na uzushi yani kumzulia mtu. Uzushi hapa zur ni kumzulia mtu uongo. Fulani ametenda jambo kadha, kumbe haja tenda jambo hilo. Hii zuri sio kama ile bid'a. Bid'a ni kuzusha katika dini. Zur ndio kumzushia mtu jambo haja alitenda, lakini wewe ukasema kwamba yeye amelitenda. Qala, amesema Abu Bakra, fama zala yukarriruha, hakuacha kwa mtume alirudia neno hilo akawa analirudia, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, akawa analirudia hata qulna, mpaka tukasema sisi maswahaba, laitahu sakata, namtamania basi angenyamaza, kwamba tumeshaelewa uzushi pia ni jambo kubwa sana katika madhambi makubwa. Hadithi hii imeitwa Imam Bukhari katika chuo cha 52 kitabu shahadati, chuo cha ushahidi, mlango wa 10, babu maqila, mlango wa yale ambayo yamesemwa fi shahadati zuri, katika ushahidi wa uzushi. Hadithi nambari 55, hadithu Anas radhiyallahu anhu qala,
Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabairi, aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na madhambi makubwa. Qala, akasema alishraku billah, kwanza kumshirikisha Allah, huququl walidain, na kuwauzi wazazi wawili, wa qatlun nafsi, na kuua nafsi, wa shahadatu zur, na uzushi, na ushahidi wa uzushi. Ushahidi wa uzushi unakuwa mara nyingi sana katika kesi hatari, watu wakishakuwa wana kesi labda makesi ya wazee, mambo ya maviwanja, majumba, makesi yao yakishapelekwa katika mahakama huko, yani mtu anatafuta mtu kabisa na kumpa pesa ili apate kumsimamia katika dhambi hiyo, hatari yani. Hadithi hii vile vile ameitoa al-Imam Bukhari katika chuo cha 52 kitabu shahadat mlango wa 10 vile vile babu maqila fi shahadati zur. Hadithi nambari 56, hadithu Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqati, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Qalu ya Rasulullah wama hunna, wakauliza maswahaba, ni yapi hayo madhambi saba ewe mtume wa Allah, ni yapi hayo madhambi saba? Qala, mtume akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah, wasihru, na kuamini uchawi. Kuamini uchawi kwamba ni muathirun bi ghairi iradatillah, kwamba unaathiri uchawi basi na kutaka Allah tabaraka wa taala. Ama uchawi tunaamini kwamba upo na unafanya kazi, lakini kwa kutaka kwa Allah ufanye kazi. Sasa yule ambaye atakuwa ameiondoa hiyo irada ya Allah kwamba uchawi haufanyi, unafanya kazi wenyewe tu, ukiroga unarogwa tu, amini kwamba kila kitu kinafanyika kwa irada ya Allah. Kwa atakayeamini hivyo kwamba unaathiri wenyewe. Wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, na kuua nafsi ambayo nafsi ambayo ameiharamisha Mwenyezi Mungu kuiua isipokuwa kuiua kwa haki. Hapo ndio itakuwa una kesi. Kuua nafsi, kuua mtu ila kwa haki, kwa maana yule ambaye atakuwa ana nini, ana zile dia, ana kisasi, ana kisasi, kama ambaye atakuwa ana kisasi na kashafikishwa kwa kadhi, atakiwa auawe, au ameuawa kwa haki. Vile vile yule ambaye alikuwa anataka kufanyeje, kuue wewe, lakini wewe ukamuua katika mapambano yenu, katika kutetea hiyo nafsi yako, matokeo yake ukaua. Hapo umeua, lakini si kwa dhulma, kwa haki yake, sababu unajitetea. Wa akilu riba, na vile vile kula riba. Wa akilu mali yatim, na kula mali ya yatima. Wa tawalli yauma zahfi, na kukimbia katika siku ya vita. Wa qadhfu almuhsanati almu'minati alghafilat, na kuwatukana almuhsanati, wanawake wenye kujihifadhi kutokana na machafu, almu'minati, waliokuwa waumini, alghafilat, walioghafilika katika kutenda maasi. Najua sauni mtu mwema huyu mwanamke huyu, alhamdulillah, chache za hizo wanawake wema. Sasa kuna ambaye yeye ni mke mwema, anajistiri, anajitahidi katika ibada na taa na kadhalika, anajikita katika mambo ya dini, kisha baadaye akawa ameghafilika mara moja, akatenda jambo moja baya, basi ndio watu wakawa wenyewe, hilo ndio sasa la kumsema, hamna lolote bwana, mtu wenyewe mbona yuko hivi hivi, kwa kumpatia pa kusemea, mkawa mnamtukana bwana, toka kama ilitokea bahati mbaya tu kazini mara moja, mzinifu yule, yani huyu bwana, siku zote ndio tabia yake, si tabia yake. Basi kwa nini hamjui kwamba naye ni mwanadamu, shetani anaweza kumpitia akashawishika kama mwanamke, inawezekana. Unaona, sasa hao ambao watakuwa wenyewe wamesimamia sasa kumtukana na nini, hii pia ni katika kabairu dhunubi. Watu wasipokoma katika tabia hiyo, wanakuwa wamejitia katika matatizo, sababu kabairu dhunubi inasameheka mbele ya Allah kwa kufanya tauba, sio kwa istighfari pekee. Lazima watubie kwamba waache hiyo tabia. Na vile vile wametajwa wanawake wenye kujihifadhi, wenye kughafilika. Yaani haiwi kwamba ndio wao peke yao wanahusika, kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa ima ni wa kiume ima ni wa kike, ni katika watu wema, alhamdulillah, akaporomoka tu mara moja akatenda dhambi, si kwa kukusudia, na yeye mwenyewe mnamuona kabisa baada ya kutenda dhambi hakugeuka kwamba ndo akawa anaitetea ile dhambi kama ni jambo zuri, basi akawa bado anaendelea kutenda toa zake. Unaona kabisa huyu hapa bwana, huyu ametenda hivi hivi, ameteleza, wakawa watu wanamkomalia kwamba hamna kitu pale, alifanya mcha Mungu bwana na nini. Hivi vile vile sio kwa mwanamke peke yake, hata mwanaume anaingia. Hiyo ni dhambi kubwa. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 55 kitabu al-Wasaya, chuo cha kuelezea nyasia, mlango wa 23, babu qauli Allah ta'ala, mlango wa kauli ya Allah aliyokuwa ametukuka anaposema, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma, hakika wale ambao wanakula mali za mayatima kwa dhulma. Al-aya. Kwa hii aya ameifanya ndio mlango aliyoweka hadithi hii ya Imam al-Bukhari, kwa sababu ndani yake alikuwa anataka kuzungumzie akulu mali al-yatim. 57 hadithu Abdullah bin Amri qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna min akbaril kaba'iri, hakika ni katika kubwa ya madhambi makubwa, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, kuwalaani mtu wazazi wake wawili. Kuwalaani mtu wazazi wake wawili, hiyo ni katika dhambi kubwa, katika madhambi makubwa yale. Ila paliulizwa kwa mtume, ya Rasulullah, mtume wa Allah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, vipi atamlaani mtu atalaani mtu kuwalaani wazazi wake wawili? Atawalaanije bwana? Watu wana adabu za hizo. Mtu afikia na walaani wazazi bwana. Qala, akasema mtume, yasubu ar-rajulu aba ar-rajuli, anatukana mtu kumtukania baba mwenzie. Fayasubu abahu, huyo alotukania baba yake na anamtukania baba yake huyo alotukana. Wayasubu ummahu, na anamtukania mama yake. Watu kwa wawili hapa tukagombana, mimi nikakutukania baba yako na wewe ukanirudishia na wewe baba yako, kwa maana mimi nilotukana mwanzo, kutukana wewe ndio nimemtukana baba yangu.
na mimi nilokutukania mama yako wewe ndio nimejitukania mama yangu. Huo ndio mfumo ambao ulikuwa zama hizo, watu kutukana wazazi wao. Lakini zama hizi imekuwa hali ni mbaya zaidi, sio yani, si mchezo, ni kupindukia. Mtu anaweza akamtukana mama yake live hivi kwa kuonana, unaona yani sio kwamba kutukana kwa design hii ya kuwa alitaka kumtukania mwenzie huko ndio ikamrudia yeye mwenyewe live na mama yake, niache bwana, achana na mimi hivi na hivi na tusi juu. Unaona kama ni baba yake ni hivyo hivyo, hamna kitu na nini, dharau kupindukia, yani adabu imeporomoka, maadili kupindukia. Kwa hiyo yote ni katika madhambi makubwa yanayotakiwa yafanyeje, yanayotakiwa yakemewe vile vile. Hadithi hii ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 78 Kitabul Adab, mlango wa 4, babu la yasubu rajulu walidayhi, mlango kuelezea kwamba asiwatukane mtu wazazi wake wawili, hadithi nambari 5973 ndani ya sahihi ya Imam al-Bukhari. Naam, mlango wa 40, sababu mlango wa 39 hadithi zake hawakupatana ndani ya Imam Bukhari na Muslim, wamepeleka nazo Imam Muslim. Mlango wa 40, babu man mata la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna, mlango wa kuelezea yule ambaye atafariki hali ya kuwa hakumshirikisha Allah, hakumshirikisha Mwenyezi Mungu chochote kile, ataingia peponi. Hadithi ya 58 hadithu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man mata la yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Man mata yushriku billah, sio man mata yushriku billah, mtume alisema ambaye atakufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah chochote kile, dakhala an-nar, ataingia motoni. Qultu ana, Abdullah ibn Mas'ud sasa ndo anasema, nikasema sasa mimi nasema Abdullah ibn Mas'ud mimi, man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna, ambaye atafariki hali ya kuwa hamshirikishi Mwenyezi Mungu chochote, ataingia peponi. Kwamba kafanya kinyume chake. Kinyume cha shirki ni kuingia shirki inampeleka mtu katika moto, basi na ambaye afanye shirki ataingia wapi? Peponi. Hiyo ikawa ni nini? Ni mafuhumu sasa ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Akhrajahu al-Bukhari, ametoa hadithi ya Imam al-Bukhari katika kitabu al-Janaiz, babun fil janaizi. Huu ni mlango katika kuelezea janeza. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, na ambaye yawe maneno yake ya mwisho ni kusema la ilaha illa Allah, bakafa aliyekuwa mwisho wake man la ilaha illa Allah, kwamba huyo ndio hajafanyaje, hakumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo panapozingatiwa ni mwisho wa uhai wa mtu, kipindi anakufa, je, alikuwa katika hali ya shirki? Hapana, hakuwa katika hali ya shirki, basi huyo ndio muumini. Huenda ikawa katika uhai wake wa dunia alifanya shirki, lakini baada ya hapo akatubia. Kwa maana huyo ndio nani? Ndio muumini vile vile. Kwa pamoja Kwa hiyo usije ukaona kuna mushriki ambaye unamuona labda yeye anachanganya mambo. Unataka kuona wachanganya mambo au mambo ya ajabu, tembea vijijini. Unaweza kukuta watu wanasifika kabisa mtaani kwamba ni mushriki, na yeye mwenyewe akawa anajitambua kwamba mimi bwana nikimtaka mtu naroga bwana. Wakawa wanajitambua kwamba sisi ndio vigogo wenye maeneo yetu na nini. Hayo yapo. Lakini pamoja na kuwa yupo katika hali kama hiyo, lakini anaamini kwamba kuna Mungu bwana. Unaona anaamini Mungu yupo na anajinasibisha kwamba yeye ni Muislamu na labda anaswali vile vile. Unaona sasa mtu wa namna hiyo, wala wewe usimkufurishe moja kwa moja, wewe bwana mshirikina wewe. Yeye shiriki yake mwachie, lakini tutamthibitishia shiriki yake endapo atakufa katika nini? Katika shirki. Muda wako akashaamini kwamba Allah yupo, la ilaha illa Allah, akawa anachanganya zile shirki, yeye anatakiwa arekebishwe tu na kuendelea kupewa elimu. Kuna baadhi ya vitu wanakuwa watu wanavifanya ima kwa ujinga tu, kwa ujahilia, na wengine wanavifanya kutokana wamezoeshwa, wamekulia hivyo katika nini? Katika hali ya udogo wao mpaka wamezeeka nayo hayo mambo ya shirki kwa kurithishwa na wazee wao. Sasa inakuwa ni ngumu kufanyaje? Kuyaacha. Sasa kama ndio hali itakuwa kama hivyo, basi mwisho ndio unaozingatiwa. Haya, hadithi nambari 59, hadithu Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani, alinijia mimi mwenye kuja akanipa habari. Au qala basharani, au alisema hivi basharani, alinipa bishara, nipa habari ya kufurahisha. Akasemaje wewe mwenye kuja? Ni malaika, bila shaka ni Jibril. Akasema annahu man mata min ummati, kwamba mambo yalivyo atakayekufa katika umati wangu mimi, umati Muhammad, la yushriku billahi shay'a, hamshirikishi Mwenyezi Mungu chochote, dakhala aljanna, ataingia peponi. Hiyo ndio hadithi ambayo amefanyaje, inaafikiana kabisa na maneno ya sahaba Abdullah bin Mas'ud aliyotolea mafuhumu. Iko kipengele cha mwanzo cha kusema ambaye atakufa katika shirki ataingia motoni, yeye akaweka kinyume chake. Hadithi hii ndio imeweka wazi. Qultu, nikasema, Abi Dharr anasema mimi nikasema hivi, wa inzana wa insaraka, huyu ambaye ni muumini atakufa katika hali hiyo, hata kama atazini na ataiba, ataingia peponi pia. Qala, mtume akasema, wa inzana wa insaraka, hata kama atazini na ataiba, ataingia peponi vile vile, kwa sababu ni nani? Hakufanya shirki. Hadithi imetuwekea wazi fadhila ya nini? Ya tauhidi. Wala haikutuwekea wazi kwamba haya matendo yatendeke
Kwa pamoja hadithi hairuhusu kwamba watu wazini, waibe na kadhalika ndio maasi. Inaonyesha kwamba huyu ambaye yeye atakuwa ni mwizi na madhambi yake kibao ambayo ameyatenda. Lakini ikiwa katika upande wa shirki hakutenda, basi tayari ana tiketi ya kuingia wapi? Peponi. Hata kama akitiwa motoni atafanyaje? Atatiwa kwa kiasi cha dhambi zake zile ambazo amezitenda, lakini atatolewa kwa sababu mu'min hakai milele motoni. Na hiyo ndio akida yetu sisi Ahlusunna wal Jamaa. Mu'min hata kama atenda dhambi hakai milele motoni. Kinyume cha akida ile ya wale Mu'tazila, akida ya Mu'tazila kwamba mtu akishaingia motoni ndio basi hatoki tena. Kwa pamoja akida ambayo baadhi ya misimamo yake wanaishikilia hawa mabwana wa Kiibadhi. Sio hivyo. Mtu anaweza akaingia, Ahlusunna sisi anaweza akaingia mtu motoni akatoka kutokana na nini? Muda wa maasi ambayo ameyatenda ukamalizika. Allah ameshasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa vile vile lazima alipwe kutokana na ule wema ambao aliutenda katika Uislamu wake. Muda kwa ameutenda hali ya kuwa ni mu'min, ni Muislam, zile dhambi hazimzui kunufaika na yale ambayo aliyatenda. Ama kafiri yeye ndo hanufaiki hata akatenda amali gani, basi malipo yake Allah atamfanyia badali hapa duniani apate maisha mazuri, kisha huko akhera akaadhibiwe kutokana naye hana malipo ya kiakhera. Naam. Kwa mafumu yanakuja kama hivyo. Hadithi hii imeitoa Imam al-Bukhari katika kitabu al-Janaiz, babu fil janaiz wa man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah, kama mwanzo tulivyopita. Hadithi nambari 60, hadithu Abi Dharr radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa alayhi thawbun abyadun wa huwa naib. Abu Dharr anasema nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa Mtume pana juu yake nguo nyeupe, hali ya kuwa amelala. Kaenda kwa Mtume, Mtume amejipumzisha amelala. Aifadhahabtu, hapo kuna maana alivyoenda akamkuta Mtume, kwa maana akaondoka. Fadhahabtu thumma ataituhu, anasema thumma ataituhu kwa maana niliondoka, nilipomkuta Mtume kalala nikaondoka, kisha nikamjia baadaye. Walikuwa hawataki kumudhi Mtume, kumsumbua Mtume kalala pale amwamshe kwa sababu ana jambo lake lolote. Hapana, huyu bwana lazima aliondoka kisha akaja tena, ndio maana akasema thumma ataituhu, kisha nikamjia. Wa qad istayqadha, hivi alivyorudi mara ya pili sasa, wa qad istayqadha, hali ya kuwa ameshafanyaje sasa? Ameshaamka. Faqala, akasema Mtume Faqala, Mtume akasema ma min abidin, hapana mja yoyote, qala la ilaha illa Allah, atakayesema la ilaha illa Allah, thumma mata ala dhalika, kisha akafariki katika hali hiyo ya kusema la ilaha illa Allah, kama maneno yake ya mwisho hayo, illa dakhala aljanna, isipokuwa ataingia peponi. Qultu, nikasema mimi Abu Dharr, wa in zana wa in saraqa, yeye hata kama atazini na ataiba. Qala wa in zana wa in saraqa, Mtume akasema hata kama ataiba, atazini na ataiba. Qultu wa in zana wa in saraqa, kauliza mara pili, hata kama atazini na ataiba. Qala, Mtume akasema wa in zana wa in saraqa, hata kama atazini na ataiba. Mara tatu. Qultu, nikasema tena wa in zana wa in saraqa, hata kama atazini na ataiba. Qala, Mtume akasema wa in zana wa in saraqa, hata kama atazini na ataiba bwana wewe. Ala raqmi anfi Abi Dharr, pamoja na kupata hasara pua ya Abu Dharr. Usiulize sana hiyo, utakuja kupata hasara, utaangukia pua. Utakuja kuambiwa hapana, atakayezini yeye haingii peponi, ikawa hatari katika umma. Utapata hasara bure. Kwa pamoja kwa hiyo usiuji sana, ni hivyo tu. Wewe ukitokezea umetenda maasi hivyo, wewe ni kutubia tu. Muumini anatakiwa atubie tu basi. Muda kuwa atakuwa ni muumini na atasema la ilaha illa Allah, basi hayo yote yaliyopita katika zina, wizi na nini, akapewa taufiki ya kutamka la ilaha illa Allah, mwisho wa uhai wake ataingia peponi. Hivyo tu. Wa kana Abu Dharr, na alikuwa Abu Dharr idha haddatha bihadha, akisimulia hadithi hii, qala, anasema wa in raqima anfu Abi Dharr. Hilo tamko pia anasema wa in raqima, hata kama itapata hasara, anfu Abi Dharr, pua ya Abu Dharr. Kwa yale ambayo aliyasema Mtume hakuyapunguza, kusema yale alinisema mimi vibaya, ile yani yale alikuwa yananigusa mimi peke yangu, yote anasimulia kama tukio zima lilivyokuwa lilitokea. Kwa hiyo ndio adala tu sahaba. Hadithi hii vile vile ameitoa Imam al-Bukhari katika chuo cha 77 kitabu libas, babu thiyabil bid, mlango wa kuelezea nguo nyeupe. Kwa Imam Bukhari katika swahili yake amestadili kwenye habari ya Mtume alayhi thawbun bidun, pana juu yake Mtume nguo nyeupe. Hapo ndio amefanya mahali shahidi kwa upande wa nani, wa tabwib, kuweka milango kwa Imam al-Bukhari. Ama Imam Muslim mlango wake ndio huu ambao tupo nao, kwamba yule ambaye atakufa aliyakuwa hakumshirikisha Allah chochote ataingia peponi. Mahali shahidi pake panakuwa ni papi, ni wapi? Ni hapo, ma min abidin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna. Hiyo si yake ya maneno ya Mtume, yani nasu wazi wa maneno ya Mtume ndio mahali shahidi kwa mujibu wa mlango ambao umewekwa katika sahihi Muslim. Kwa inshallah tusimamie hapa pia.